Mheshimiwa alikuwa mtu mkarimu, alikuwa mtu mpole tangu tumjue kama baba. Ukiona kwa hii kitabu kuna page 13, kuna picha moja hapo tuko familia. Hiyo page 13 hiyo, huwezi amini Mheshimiwa alikuwa registrar wa university, alikuwa mtu mkubwa kabisa. Lakini tulikuwa nakaa kwa nyumba mabati. Tulikuja kugundua baadaye kumbe jamaa alikuwa mtu mkubwa, alikuwa ni mtu ana uwezo mkubwa sana. Lakini kwa hiyo nyumba mabati tulikaa karibu miaka ngapi? Miaka karibu 5. Kwa hiyo nyumba mabati alikuwa registrar. Unajua alikuwa registrar 9 years, but of the 9 years, 5 years in a Mabati house in Nairobi. So you can imagine how humble this guy was, how the kind of humility he had. Mheshimiwa tukiendelea na yeye katika safari yake, alikuwa mtu ambaye hangeweza risk. He was not a risk taker in his life. Alikuwa ni mtu ambaye mambo yake ni kufanya polepole. Alikuwa ni mtu ambaye hangekuwa na uchungu mingi ama haraka kufanya maneno. The only time he risked in life, naweza sema kama mtoto wake, ni ile wakati alianza siasa. Kwa sababu hiyo wakati alipoanza siasa, alirisk everything in his life for the purposes of helping the people of Malava. Kwa sababu alikuwa analipa basari kwa mfuko wake yake tu, alikuwa ita Malulu basari. Anasaidia wanafunzi ambao hawajiwezi, ambao hawana pesa. Anatoka mshahara yake, anatoa standing order ile kwa bank iende kwa watoto wasome. Akaona hii inaniuma, lakini ni sawa, acha nisaidie juu pia mimi nilisaidiwa nikisoma. So hivyo ndo safari yake kwanza kuwa mheshimiwa ikaanza. Akaona ili nikuwe mheshimiwa nisaidie watu wengi badala kusaidia watu wachache, familia kidogo. Hapo ndo akaanza hiyo safari. Na nawaambia mheshimiwa alipoanza safari ya uheshimiwa, akianza safari ya kutembea, mimi nilikuwa mtoka mkono, kwa sababu alikuwa anashinda huko nyumbani kuongea hapa kule, wamama, wazee, vijana, majenzi. Lakini huko Nairobi mimi nilikuwa mtu wa kusign, uza hii shamba, uza hii nyumba, ndio kwa sababu kuweza kupata pesa ya kumsaidia kisiasa. So tunasema mheshimiwa alijinyima sana na kaingia kwa siasa, na kupitia kuingia kwa siasa tulianza kuona matunda kama familia. Kwa vile alikuwa anakuja huko nyumbani, akifanya mkutano ikuwe mzuri sana. Akikuja Nairobi unapata amenunulia mama gari. Kwa sababu nyumbani mmemlinda vizuri, mmempokea vizuri na amefanya kazi vizuri.